Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, mara baada ya klabu ya Yanga kuachana na kocha Romain Folz siku kadhaa zilizopita, mara baada ya mchezo dhidi ya Silver Strikers kutoka Malawi na kukubali kichapo cha goli 1-0, moja kati ya matokeo ambayo yaliyofanya pengine Yanga kutoa maamuzi ya moja kwa moja kuweza kuachana na kocha Romain Folz. Bwana, kupitia kwenye ukurasa wa kocha Romain Folz ambaye aliweza kufukuzwa ama kuachana na klabu hiyo, bwana ametoa ujumbe akishukuru klabu ya Yanga, lakini akiwashukuru wananchi kwa ujumla wakiwemo ya mashabiki. Bwana, kupitia kwenye ukurasa wa Romain Folz aliweka picha ambayo ilikuwa ikionyesha benchi la ufundi lote akiwemo na yeye wakiwa wamenyanyua ile ngao ya jamii ambayo waliweza kuitwaa walipoifunga Simba Sports Club goli 1-0, na alichokiandika kocha Romain Folz alisema thank you wananchi, ndicho ambacho alikiandika mara baada sasa ya Yanga kutoa hatma ya kuachana na kocha huyo. Kwa hiyo iko hivyo, na hilo ndio neno la kocha Romain Folz mara baada ya kuachana na klabu ya Yanga, na sasa anakwenda kutafuta malisho mengine mapya, na tunafahamu kwamba klabu ya Yanga kwa sasa iko kwenye mchakato wa kumtafuta kocha mpya ambaye kwa sasa tunafahamu kwamba Yanga kikosi kiko chini ya kocha Patrick Mabedi, raia kutoka Malawi, kama kocha mkuu ambaye alikuja ndani ya klabu ya Yanga kama kocha msaidizi. Sasa mara baada ya Yanga kuachana na kocha Romain Folz, bwana Mabedi anasimama kama kocha mkuu na atasimama kwenye bench kwenye mchezo wa marejeano dhidi ya Silver Strikers tarehe 25 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Mpaka Romain Folz anafukuzwa kutoka Julai 23 mpaka Oktoba 18 ambapo aliweza kuachishwa kazi. Bana, alicheza mechi 6, alishinda mara 4, alitoa sare mara 1, alipoteza mara 1. Mabao ya kufunga kocha Romain Folz akiwa kwenye benchi la ufundi, kikosi kilifunga magoli 9, mabao ya kufungwa Yanga ilifungwa goli 1. Jumla mashuti ni 61, mashuti ya langoni ni 37, na jumla ya chance ama nafasi ambazo zilitengenezwa ni nafasi 42. Kwa hiyo unaweza kuona rekodi ya Romain Folz mpaka kuondoka ndani ya klabu ya Yanga haikuwa mbaya, lakini ni kutokana tu na uchezaji wa timu hiyo ambayo ilionekana mashabiki wa Yanga wanapiga kelele sana kuhusiana na namna ambavyo timu inacheza. Licha ya kupata ushindi, lakini bado hawakuwa wanaridhishwa na namna ambavyo kikosi kinacheza ama namna ambavyo kikosi kinapangwa, kutokana na ule ukubwa wa kikosi cha Yanga, kutokana na wachezaji wakubwa ambao wamesajiliwa ndani ya kikosi hicho. Kwa hiyo hizo ndio rekodi za Romain Folz. Sasa tunafahamu kwamba Yanga kwa sasa wameendelea kuhusishwa na makocha wengi sana, na moja kati ya kocha ambaye anahusishwa, bwana, tetesi zinaeleza kwamba Yanga wameanza mazungumzo na kocha wa Stellenbosch Steven Becker kutoka South Africa ili aje kuchukua nafasi ya Romain Folz ambaye ametimuliwa siku kadhaa zilizopita baada ya kupoteza dhidi ya Silver Strikers. Bwana, Steve Becker ni kocha ambaye anapenda timu yake ishambulie kwa kasi na kuzuia kwa kasi, na sifa yake nyingine kubwa ni timu yake kumiliki mpira kiwango kikubwa. Kwa hiyo Steve Becker ni moja kati ya kocha ambaye anahusishwa ndani ya klabu ya Yanga, lakini ukiachana na Steve Becker, miongoni mwa majina mengine ambayo yanajadiliwa ndani ya klabu ya Yanga kuchukua mikoba ya Romain Folz ni kocha Mreno Joe Paulo Mota Maria. Unaambiwa Yanga wako tayari kuvunja mkataba wake huko Oman na kumleta Jangwani. Bwana, taarifa nyingine hiyo, lakini taarifa matetesi bado pia zinaendelea kumhusisha aliyekuwa kocha wa timu ya taifa ya Madagascar, kocha Lolo. Bwana, unaambiwa mara baada ya zile tetesi ambazo zilikuwa zikizungumzwa kabla hata ya kocha Romain Folz kufukuzwa, zilikuwa zinamzungumza kocha Lolo kuja kuua kocha wa klabu ya Yanga, lakini baadaye tetesi zikaeleza kwamba Yanga hawana mpango na kocha Lolo. Lakini mara baada pia ya kocha Romain Folz kufukuzwa, tetesi zimerejea tena kwamba kocha Lolo baada ya Yanga kumtupia virago kocha Romain Folz, ni kama Yanga tena wanaanza kuhusishwa na kocha Lolo. Kwa hiyo mmoja pia kati ya majina ambayo yameendelea kutajwa ndani
ya klabu ya Yanga. Lakini ukipita kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya matokeo mabovu ambayo waliyapata kwenye mchezo wa klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Silver Strikers bwana, wameendelea kuposti picha mbalimbali kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga, na moja kati ya picha ambayo imepostiwa ni picha ya mashabiki wa klabu ya Yanga na wakasindikiza na ujumbe unaosomeka furaha yetu iliyopotea tutairudisha Jumamosi kwa Mkapa. Kwa hiyo bado Yanga wana nafasi kubwa ya kuweza kufanya mapinduzi kwenye mchezo dhidi ya Silver Strikers, na tunafahamu kwamba ili Yanga waweze kufuzu hatua ya makundi itabidi washinde kuanzia goli 2-0. Kwa hiyo tunasubiria pia kuona nini ambacho kitatokea kwenye mchezo huo, mchezo ambao umeshika hatma ya klabu ya Yanga kufuzu hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Tunafahamu malengo makubwa ya klabu ya Yanga ni kufika mbali kwenye michuano hiyo, moja kati ya michuano ambayo mara nyingi sana Yanga mara mwisho wamefika wametolewa, kama unakumbukumbu vizuri walitolewa kwenye hatua ya makundi, na tunafahamu kwamba waliweza pia kutolewa na Mamelodi Sundowns kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo ni moja kati ya malengo makubwa ya Yanga ni kuweza kufanya vizuri kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo mpaka baada ya mchezo dhidi ya Silver Strikers, mchezo ambao utapigwa tarehe 25, pengine huenda tukawa tumefahamu pia kocha mpya wa klabu ya Yanga ni yupi mara baada ya kufukuzwa kwa Romain Folz, na makocha ambao wameendelea kutajwa ni hao. Nasir Nabi pia anaingia kwenye orodha ya makocha ambao wameendelea kuhusishwa kujiunga ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni moja kati ya tetesi ama taarifa ambazo kwa sasa zinazungumzwa mitandaoni kuhusiana na hatma ya kocha mpya wa Yanga, nani ambaye atarithi mikoba ya kocha Romain Folz ambaye ametimuliwa hivi karibuni mara baada ya matokeo mabaya. Majina ni mengi kama ambavyo nilikujuza, kocha Rolo, lakini pia kuna majina mengi sana, kocha Steve Becker alikuwa kocha klabu ya Stellenbosch ya kule South Africa, lakini na majina mengine mengi ambayo yameendelea kutajwa kuchukua nafasi ya kocha Romain Folz. Kwa sasa klabu ya Yanga tayari wameshakwisha kutua nchini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo dhidi ya Silver Strikers, mchezo ambao ni kufa na kupona pengine kwa klabu ya Yanga. Yaani unaambiwa moja kati ya mechi ambayo pengine mashabiki wa klabu ya Yanga wanatakiwa kujitokeza kwa wingi kwenda kuisupport timu yao ni mchezo dhidi ya Silver Strikers, mchezo ambao utatoa hatima ya wao kuweza kutinga hatua ya makundi ama kuishia hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini ufahamu kwamba kama Yanga watatolewa hatua ya makundi, yani kama watatolewa hatua ya mtoano, maana yake ni malengo makubwa ya kimataifa kwa msimu huu yatakuwa yamefeli pakubwa sana, kwa sababu ya aina ya kikosi ambacho Yanga wanacho, namna ambavyo wamefanya usajili kwenye dirisha kubwa la usajili. Kwa hiyo tusubirie na kuona, lakini kubwa zaidi pia ni neno la kocha Romain Folz mara baada ya kuachana ama mara baada ya Yanga. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.